Lakini jambo jingine ni mambo ya Nyakati wa kwanza 29 mstari wa 3. Nyakati wa kwanza 29 mstari wa 3. Nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu, nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu, zaidi ya hiyo akiba niliyoiwekea tayari nyumba takatifu. Tunachojifunza hapa, ongoza katika utoaji. Hebu sema ongoza katika utoaji. Tukisema take the lead, yani ongoza katika utoaji, yani uwe na kitu kwenye maisha yako ambao wewe ndio wa kwanza wa maeneo hayo. Kwa lugha nyingine, yani uwe na kitu cha aina fulani ambacho wewe ndio mtu ambaye umeona na ni maono ulionayo. Anasema nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu, yani kwa sababu napenda kazi ya Mungu iende mbele, zaidi ya akiba niliyoiwekea tayari nyumba takatifu. Anasema nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha. Hebu sema kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu, nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu, zaidi ya hiyo akiba niliyoiwekea tayari nyumba takatifu. Hawa ni watu walioamua kuwekeza vitu vya maana kwenye ufalme wa Mungu. Yaani tunatakiwa katika maisha yetu kwanza uwe na shauku na uanze kuona mahitaji yaliyopo, alafu sema hili mimi nafanya. Ndio alichokifanya, anasema kilichoniwezesha sio kwamba ni utajiri, nina shauku na nyumba ya Mungu, nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu. Yaani kuna hazina yake aliiweka ya dhahabu na fedha, akaitoa zaidi ya ile akiba aliyoiweka tayari kwamba hii ni kwa ajili ya nyumba takatifu. Ndio maana utaona kwamba Mfalme Sulemani alimjengea Mungu vitu vya uhakika kwa sababu aliwekeza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu atufundishe na sisi tuwe tunaweka akiba. Naliwahi kuambia hivi kwamba unapoona, kwa sababu kila mwezi una changamoto zake, ukaona Mungu amekubariki, wakati mwingine unawaza, unasema kwa vile Mungu amenibariki, hebu nilipie miezi miwili kabisa, maana sijui uko mbele itakuwaje. Badala ya kufika mahali unajikuta unakwama, lakini unasema kama Mungu amefanya muujiza huu, kwa nini nisifanye hivi kuliko nikashindwa? Kwa hiyo kila mtu katika maisha yako unahitajika kubadilika. Amen.